Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Moja kwa moja kutoka hapa jijini Mwanza. Ni matumaini yangu ya kwamba umzima popote palipo na ukiendelea kuifuatilia Mahasin TV. Karibu sana. Hivi sasa ni wasaa wa kapu la habari, kwa ni fursa pekee ya kuweza kukujuza kwa namba mijiri kitaifa sambamba na habari za kimataifa. Mimi ni Saadi Suleiman ambaye nitakusomea habari za hapa nyumbani, na hapo baadaye nitaja kukujuza ile ambayo atatusomea habari za kimataifa. Awali yote tuangazie muktasari miongoni mwa wale ambayo tupo nayo na siku hii ya leo. Bunge lafanya maboresho baadhi ya kanuni kuanza kutumika bunge la 13. Wananchi Lilomora wahamasishana kuunganisha umeme kwenye nyumba zao. Na katika rubaa za kimataifa, Marekani yataka Rwanda itoa wanajeshi wake DRC kabla ya kusainiwa makubaliano ya amani. Na mtazamaji wa Mahasin TV, sambamba na kutufuatilia kupitia kisimbuzi chako cha Azam TV, vile vile matangazo haya unaweza kupata kupitia akaunti yetu ya YouTube Mahasin TV Official. Karibu tulianze kapu la habari, na tuanze kwa upande wa habari za kitaifa, na kwa siku ya leo tukianzia makao makuu ya nchi jijini Dodoma. Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania limepitisha mapendekezo na maboresho ya kanuni za kudumu za bunge zitakazotumika katika bunge la 13, ambapo miongoni mwa maboresho hayo ni wabunge kutoa ahadi ya uadilifu katika kila kikao cha kwanza cha mkutano wa bunge. Tupate taarifa zaidi. Awali, kabla ya kupitisha maboresho hayo, naibu spika ambaye pia ni makamu mwenyekiti wa kamati ya kanuni za bunge, Musa Azzan Zungu, aliwasilisha taarifa ya kamati hiyo kuhusu marekebisho au mabadiliko katika kanuni za kudumu za bunge toleo la mwezi Februari 2023. Mheshimiwa Spika, baada ya mabunge ya Jumuiya ya Madola katika vikao vyake yanayo utaratibu wa bunge kutoa ahadi ya uzalendo, hivyo inapendekezwa tuweke utaratibu huu katika kanuni ambao wabunge watatoa ahadi ya uadilifu katika kila kikao cha kwanza cha mkutano wa bunge, ambacho kila mbunge ataahidi kuwa mtiifu na mwaminifu wa nchi yetu na kufanya kazi kwa uadilifu. Kuthibitisha uteuzi wa makamu wa rais. Bunge huthibitisha makamu wa rais baada ya uteuzi wake. Kanuni zetu hazijaweka utaratibu wa kumthibitisha makamu wa rais anayeteuliwa katika kipindi tofauti na uchaguzi mkuu. Inapendekezwa kuweka utaratibu huo katika kanuni. Aidha, maboresho mengine ya kanuni yaliyofanyika ni kuhusu muda wa kutambulisha wageni waalikwa bungeni, ambapo imetaja watakaotambulishwa ni wageni wa kitaifa, kimataifa pamoja na wageni waliotoa mchango kwa taifa pekee. Mheshimiwa Spika, utambulishaji wa wageni huchukua muda mrefu wa bunge, hivyo huathiri muda uliotolewa kwa shughuli za bunge. Inapendekezwa marekebisho ya kanuni yafanywe ili utambulisho ufanyike kwa wageni wa kitaifa, kimataifa pamoja na wageni waliotoa mchango wa taifa pekee. Upeperushaji wa bendera za bunge. Mheshimiwa Spika, inapendekezwa kuboresha masharti ya upeperushaji wa bendera katika magari ya wabunge kwa nia ya kuwapa heshima ambayo wabunge wanastahili. Hivyo inashauriwa kuboresha masharti hayo, ikiwa ni pamoja na wabunge kutopeperusha bendera zaidi ya moja kwenye gari la mbunge kwa wakati mmoja.
Baadhi ya wabunge wakichangia hoja hiyo wamekuwa na maoni mseto juu ya maboresho ya baadhi ya kanuni ikiwemo utambulisho wa wageni. Jambo moja tuliangalie vizuri kwa makini zaidi, suala la kutokutambulisha wageni wetu wanapokuja hapa, Mheshimiwa Spika, alafu wasitambulishwe na wenzao kule kwenye majimbo yetu wakawaona kwamba kweli wamefika bungeni. Jambo hilo Mheshimiwa Spika, kwa kweli linakuwa lina uzito sana. Mimi nikuombe Mheshimiwa Spika, wewe pamoja na kamati yako, jambo hili najua mlitumia muda mrefu kulitafakari, lakini niwaombe mrudi nyuma kwamba hili swala la kutambulisha wageni libaki kama lilivyokuwa, kwa sababu ni swala zuri sana katika kutufanya sisi na wananchi wetu tuweze kushirikiana katika bunge hili. Mimi nilikuwa ninashauri Mheshimiwa Spika, utaratibu ambao umependekezwa ni utaratibu ambao unafaa kabisa. Watu kusoma tu kwamba kuna wageni fulani basi. Lakini kwa kweli tukifanya hii kazi, kwa nini nazungumza hivi Mheshimiwa Spika? Kwa sababu kuna watu tumejifunza. Muda mwingine wanatamani kuja kuonyesha kwamba mimi natoka kampuni fulani kwa sababu nafanya nini? Yaani naonyesha kama nisema promotion na vitu kama hivyo. Lakini wakati wa session mimi Mheshimiwa Spika nilikuwa nashauri kama watu wanakuja, tuangalie jinsi gani ya kulinda muda utumike kwa ajili ya shughuli zingine ambazo ni special kwa ajili ya bunge. Mimi nadhani Mheshimiwa Spika, ilivyo sasa iko sahihi. Mpaka tukatake kubadilisha na maana kuna tatizo kubwa sana, lakini mimi sijaliona. Sisi ni wawakilishi wao. Tunawakilisha makundi mbalimbali ya wafanyabiashara, ya wakulima, ya wafugaji, madhehebu ya dini, kila aina. Kwa hiyo humu ni uwakilishi wa Watanzania. Mtu akija humu akatambulishwa, nadhani haiwezi kuleta shida kubwa sana. Na mtazamaji, na sasa moja kwa moja tuelekee mji Kasoro Bahari mkoani Morogoro. Wananchi wa kata ya Iragua wilaya ya Ulanga mkoani Morogoro wameondokana na changamoto iliyowakabili kwa muda mrefu juu ya adha ya usafiri na usafirishaji baada ya kukamilika kwa ujenzi wa daraja la dharura katika mto Namahanga, hatua iliyorejesha mawasiliano kati ya wilaya za Ulanga na Malinyi. Mwanahabari wetu Ramadhan Idi ana masimulizi ya taarifa hii. Baadhi ya wananchi katika eneo hilo wameshukuru serikali kwa hatua hiyo, wakieleza kuwa awali walikumbana na usumbufu mkubwa ikiwemo kukwama kwa shughuli nyingi za kiuchumi na kijamii. Ina maana wewe msafiri una mizigo yako ambaye ndio umeshushwa pale, utagaramia upate vijana wa kuvushile mizigo hiyo wakurudie wewe mwenyewe. Kwa hiyo gharama kweli zilikuwa nyingi. Tena watu walikuwa napata tabu na hasa wasafiri. Kwa hiyo kwa kupitia hapa tunashukuru. Daraja kufikia kiwango hiki tunavuka juu. Japo gari kubwa hazivuki, lakini kwa kweli imetusaidia sana. Nashukuru kwa jitihada iliyokuwa imefanyika hadi hali saizi iko hapo, huduma zingine tunazipata. Akizungumza wakati wa ziara ya kukagua maendeleo ya ujenzi wa daraja hilo, mkuu wa mkoa wa Morogoro Adam Malima amesema daraja hilo limejengwa kwa dharura na lina uwezo wa kupitisha magari yasiyozidi tani 10 pekee. Hivyo akatoa maelekezo. Tengenezeni hata utaratibu wa kuwa na utaratibu wa kuwa na askari jamii au nani, vyovyote itakavyofanya utunza hili daraja. Akia Mungu hili daraja likikatika, Malinyi ni kisiwa na huku kwenu pia ni nini? Kisiwa. Hakufikiki kabisa bila hili daraja. Magari yaishie juu pale. Hapa patakuwa na gari za kufaulisha. Zinatoka pale zinabeba mzigo, zinapeleka nabeba tani zake 20 naondoka. Lakini asipite mtu mwenye gari kubwa kwenye daraja akalivunja, tutakosa maelezo ya kwenda kuomba lingine. Malima kwa niaba ya wananchi wa mkoa wa Morogoro amemshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutoa fedha zilizowezesha ujenzi wa daraja hilo ambalo limeondoa kero kubwa iliyokuwa ikiwakumba wananchi wa wilaya hizo mbili baada ya barabara hiyo kukatika. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kumshukuru. Sasa kama nyinyi mkiacha kuwa wakali, mkiona magari yanapita makubwa yanakwenda huko makubwa, hamsemi. Siku likikatika huko mimi nitakuja kufanya mkutano wa hadhara hapo. Nitavuka hapo na nitakuja na katibu wa chama na katibu wa mkoa. Nitakusemeni hapo, nitarudi nitaondoka. Nitawaambia nyinyi watu tena basi hamna nini. Daraja la mto Namahanga ni kiungo muhimu kwa wananchi wa wilaya za Ulanga na Malinyi, hususan kwa shughuli za kilimo, biashara, huduma za afya na elimu. Kukatika kwa daraja hilo kulisababisha baadhi ya huduma muhimu kusimama kwa muda, jambo lililoathiri kwa kiasi kikubwa maisha ya wakazi wa maeneo hayo. Nikiripoti kutokea hapa mkoani Morogoro, Ramadhan Idilimu, Umahasin TV. Mkuu wa mkoa wa Katavi Bi Mwanamvua Mrindoko ametoa maelekezo kwa wakuu wa wilaya zote 5 za mkoani humo
kuhakikisha kuwa mauzo ya mazao yote yanapitia kwenye vituo rasmi vilivyoainishwa na serikali pamoja na mifumo rasmi ya kibiashara. Hilali Seifuriami ana masimulizi ya taarifa hii. Mkuu wa mkoa wa Katavi Mwanamvua Mrindoko ametoa maelekezo hayo wakati akiongoza zoezi la uzinduzi wa msimu wa ununuzi wa zao la pamba na mazao mengine kwa mwaka 2025-2026, hafla iliyofanyika kijiji cha Kapalala. Swala la uhakika wa chakula ni swala la kiusalama. Kama wananchi wetu hawana uhakika wa chakula, kama wananchi hawa wana njaa tumboni, swala la usalama litakuwa ni gumu sana kulisimamia. Kwa hiyo wenye viti wa kamati za usalama za wilaya ambao ni wakuu wa wilaya, hakikisheni mauzo ya mazao mbalimbali yanapitia kwenye vituo na yanapitia kwenye mifumo rasmi iliyowekwa na serikali ili kuweza kufanya biashara rasmi na kuweza kudhibiti mazao hayo, kuhakikisha tunabaki na akiba ya chakula. Ziada peke yake ndio inayouzwa, lakini vituo hivi vitawezesha kupata takwimu na vitawezesha pia kupata ushuru mbalimbali wa halmashauri ambao utakwenda tena kuzunguka na kurudi kwa wananchi kwenda kufanya shughuli za maendeleo na shughuli za utoaji wa huduma. Aidha, Mrindoko ametaka usimamizi wa karibu utekelezaji wa kilimo cha mkataba, kuepuka hujuma zinazofanywa kutoka kwa baadhi ya viongozi wa vyama vya ushirika wanaokiuka taratibu za kilimo cha mkataba kwa kuingia mikataba isiyo rasmi na wakulima. Hivi karibuni tumeanza kuona hujuma ikifanyika. Viongozi wa AMCOS ambao tumewapa mamlaka au wamepewa mamlaka na wakulima kuwasimamia na kuwatetea wakulima, wamekuwa wakikiuka utaratibu huu wa kilimo cha mkataba. Ni waagize wakuu wa wilaya kuhakikisha kwamba kilimo cha mkataba kinasimamiwa kikamilifu kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu. Haikubaliki na wala haitavumilika kuona mwananchi mmoja mmoja bepari anakwenda kutoa mbolea, anakwenda kukopesha fedha kwa wakulima walime pamba na mazao mengine, alafu baadaye kuja kuchukua mazao yale yeye kwenda kupata manufaa makubwa ya soko ambalo lipo. Kwa upande wake, bodi ya pamba nchini imeendelea kusisitiza matumizi ya mbolea na mbegu bora sambamba na matunzo sahihi ya zao la pamba ili mkulima aweze kufaidika na kilimo chake. Tunaendelea kusisitiza kwamba ili mkulima aweze kufaidika na kilimo chake ni lazima aweze kuzalisha kwa tija, kwa maana kwamba aweze kupata mavuno mengi katika eneo dogo. Ndiyo maana sisi tunasisitiza matumizi ya mbolea, lakini pia matunzo safi ya zao la pamba ili kuweza kuzalisha mavuno mengi kwenye ekari moja. Mathalani sisi tunalenga kwamba walau mkulima aweze kupata kilo 1000 kwa ekari. Kwa mfumo ambao wamekuja nao kwa kilimo cha pamba, basi tumefurahi sana, maana hapo awali tulikuwa tunaibiwa sana kilo zetu. Lakini kwa sasa hivi kwa mfumo walioleta huu, naona utatunufaisha vizuri. Manake napima furushi langu hadi eneo la fedha yangu iliyokuwa imetoa ile furushi linapatikana vizuri kwamba nadai shilingi ngapi. Kwa hiyo hapo kuniibia na inakuwa sio rahisi. Ambacho tutaomba tu labda kingine sasa, labda namna ya ulipaji ndio na waisha wasio wanachelewesha sana ulipaji wa hiyo hela ya pamba. Nako mkoani Ruvuma, wakazi wa kijiji cha Lilolomora, halmashauri ya wilaya ya Nyasa mkoani Ruvuma, wamehamasishana kwa ambao bado hawajaunganisha nishati ya umeme kwenye nyumba zao na tayari miundombinu imewafikia kuunganisha huduma hiyo ili kutoa fursa kwa wengine kufikiwa na umeme huo. Rajab Shaban Matuga ana masimulizi ya taarifa hii. Wito huo umetolewa na meneja mkoa wa Ruvuma, mhandisi Khamis Ali Mrope, akizungumza na wakazi wa kijiji cha Lilolomora ambao pamoja na mambo mengine umelenga kuhamasisha wananchi kuunganisha umeme kwenye nyumba zao. Yaani hata ungekuwa wewe, yani kwamba unaenda kuomba kitu wakati ambacho kilichopo hawakitumii, unafanyaje? Kwa hiyo kwa kunisaidia mimi sasa, wahamasisheni. Mimi nitakuja mwezi wa 6 na nitatembelea vitongoji hivyo vingine ambavyo vina uhitaji ili nivifanyie tathmini tena. Lakini wakati huo ambako miundombinu imeshafika tayari, waunganishe na umeme. Miundombinu iliyokuja hapa ni ya thamani kubwa sana. Serikali imetumia sio mamilioni, mabilioni ya pesa kuweza kuifikisha miundombinu katika maeneo yetu haya. Hivyo tuna jukumu kubwa sana la kuweza kuilinda ili iweze kutuhudumia sisi na hata vizazi vingine vyetu vinavyokuja. Kufuatia hali hiyo, wananchi wa kijiji hicho wameunda kamati itakayokuwa na jukumu la kuhamasisha wananchi wenzao ambao tayari wamefikiwa na miundombinu ya umeme kuunganisha kwenye nyumba zao. Mimi nipo kitongojini.
Lakini wale waliokuwa kwenye center hapa, si hawa tu waliopewa umeme, ni wengi tu wamepata umeme, wameshindwa kuingiza umeme. Sasa hata mimi sijatambua kwa sababu gani wameshindwa kuingiza umeme, na yawezekana wao ndio wanatuzuia na sisi kule kitongojini tusipate umeme. Tunalima ufuta, tunafuga mbuzi, tunafuga ng'ombe. Kwa nini ushindwe? Ni kitu kidogo kabisa tena chenye faida. Sasa ningeliomba kamati tunayechagua hapa ihamasishe ili hao watu iwe mwisho lini wao wameingiza umeme hao, na sisi wa kitongojini tupate umeme. Wameshatuzuia pakubwa sana. Sijapata umeme toka kuzaliwa na ninahitaji nipate umeme katika nyumba yangu. Sisi nataka umeme. Yule atakayeshindikana sisi tuchomoe ile nguzo tuondoke naye. Sababu tusipende kufuga uzembe wakati nguzo imefika uwanjani bado unaiangalia utumii wakati ni haki ya binadamu. Tumependelea sana kijiji kupewa kitu hiki. Sasa kama hatupo tayari kuupokea umeme ni kitu cha aibu. Mimi ningeomba sisi tuliochaguliwa wajumbe wote wanakarai, ingizeni hata hao waliotengeneza nguzo tayari muwaingize kusudi wao na sisi tushikamane. Kamati hiyo imetakiwa kupita nyumba kwa nyumba kutoa elimu na kuhamasisha umuhimu wa matumizi ya nishati hiyo ya umeme pamoja na kufahamu changamoto zinazopelekea baadhi yao kutounganisha umeme kwenye nyumba zao. Kamati kuanzia kesho mwanze kazi. Kufikia Ijumaa tupate majibu. Kwa sababu watu wako hapa wako mbali. Na tunafahamiana nyumba hadi nyumba. Tena hata kesho tutakaa nao. Safi kabisa. Yaani kesho tutakaa wote hao. Tukubaliane tuwaambie jamani kama huna hela kakope. Kuanzia sasa yoyote yule nahitaji kila mmoja iliyofika nguzi nyumbani pake aingize umeme. Nina shida sana ya umeme sababu mtoto wangu pale ameanzisha pale saluni pale. Amekosa atanyoje atatumiaje pale saluni yake pale bila umeme? Namshukuru sana Rajab Shaban Matuga kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutokea mkoani Ruvuma. Mtazamaji wa Mahasin TV, taarifa hiyo natupa nafasi ya kuweza kutoka hapa Tanzania bara tukavuka maji mpaka kwenye visiwa vya marashi ya karafuu na uchumi wa buluu. Na sasa tukielekea katika kisiwa cha Pemba. Wasaidizi wa kisheria kisiwani Pemba kujengewa uwezo kupitia mafunzo ya msaada wa kisheria kupitia utekelezaji wa mradi wa uwezeshaji kisheria na upatikanaji wa haki unaotekelezwa na idara ya msaada wa kisheria Zanzibar kwa ufadhili wa shirika la Umoja Mataifa la mpango wa maendeleo UNDP. Ilhali Seif Riami ana masimulizi ya taarifa hii kutoka hapa studio. Akifungua mafunzo hayo ya siku 10, afisa mdhamini ofisi ya Rais Tawala za Mikoa na idara maalum za SMZ Thabit Othmani Abdullah amesema mafunzo hayo yanatolewa kwa wasaidizi wa sheria ili kuona jamii inafikiwa kupatiwa msaada wa kisheria. Mafunzo haya sio mafunzo ya kuyasikia yakabaki kichwani au kwa lugha nyingine yakawa labda yanapita huku na kutoka. Tutambue kwamba taifa limetuchagua sisi tukiwa na imani kwamba sisi sote ni wazalendo wa taifa. Tuyachukulie mafunzo haya kama ni sehemu na wajibu na jukumu kubwa tulilobebeshwa na taifa na nchi. Tusiyachukulie mafunzo haya kama ni refreshment time. Tuyachukulie mafunzo haya kama ni miongoni mwa majukumu ambayo sisi wenyewe tumekubali kuyabeba hata kama hatutokula kiapo, lakini ni kwa malengo makubwa ya kuitumikia nchi yetu. Hatuwezi tukayapata maendeleo kwa haraka wakati watoto wetu wanabaki. Akizungumzia umuhimu wa mafunzo, afisa mdhamini ofisi ya Rais, Katiba na Sheria, Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Bi Halima Ali Khamis amewataka wasaidizi hao kuwa makini wakati wote wa mafunzo ili kuongeza weledi na taaluma katika utekelezaji wa majukumu yao. Naomba sana haya mafunzo ni muhimu sana kwa sababu mafunzo haya ndio yatakayokwenda kutujenga sisi tukawa hao watoa msaada wa sheria. Kwa hiyo naomba tusichoke. Uzuri wa wakufunzi wetu, yani huyu jamaa muoneni hivi. Ombeni Mungu awepo nanyi hapa siku zote 10 na asiondoke. Kama tena asiwakimbie. Yani mtasoma, mtaelewa, mtaenjoy, lakini tunaomba mashirikiano. Kwa upande wake, mkurugenzi wa idara ya msaada wa kisheria Zanzibar, Bi Hanifa Ramadhani Said, ameeleza moja ya malengo ni kuwezesha huduma za kisheria kuwa karibu na jamii. Lengo hili ni lengo kuhakikisha kwamba tunahakikisha kwamba wananchi wote wanapatiwa msaada wa kisheria. Lengo la kufungua hii kampeni hii imezinduliwa na Mheshimiwa Jaji Mkuu wa Zanzibar juzi hapo tarehe 5, na tutakuwa tuna mabanda pale mbalimbali ya kutoa elimu, lakini na vile vile
tutakuwa na watu wetu, wataalamu wetu kwa muda wa siku 9 wanapita kwenye sheria zilizokuwepo kusini. Sasa kaskazini tayari tumeshafanya. Kwa hiyo naomba mtusaidie mtakaporudi kwa majumbani mwenu. Washajishi wananchi basi kwanza kuja kutoa kuweka matatizo yao kwenye mabanda hapo kuja kusaidiwa. Namshukuru sana Hilali Sifuriami kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutoka kisiwani Pemba. Na mtazamaji wa Mahasin TV, taarifa hiyo inatutamatishia kapu la habari kwa upande wa habari za kitaifa. Natupa nafasi ya kuweza kupata mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za kimataifa. Mahasin TV channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Shukrani sana mtazamaji wa Mahasin TV kwa kuendelea kusalia nami ndani ya kapu la habari. Na sasa ni wasaa mzuri wa kuweza kufahamu yale ambayo yamejiri nje ya mipaka ya Tanzania, kama ambavyo yanaletwa kwenye masimulizi na Hilali Sifuriami. Karibu sasa mtazamaji wa Mahasin TV katika habari za kimataifa. Vyanzo vyasema rasimu ya mkataba wa amani uliosimamiwa na Marekani utasainiwa ikiwa Rwanda itaondoa wanajeshi wake DRC. Marekani inaitaka Rwanda iwaondoe wanajeshi wake kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kabla ya kusainiwa makubaliano ya amani. Hayo yameelezwa na vyanzo ambavyo vimefanua kwamba Marekani inaunga mkono makubaliano ambayo yatahitaji Rwanda kuchukua hatua hiyo ya kuondoka mashariki mwa Kongo. Sharti hilo la Marekani huenda likaikasirisha Kigali, ambayo inayaita makundi yenye silaha nchini Kongo kuwa kitisho cha kudumu kwa usalama wake. Serikali ya Rais Donald Trump inaendesha mazungumzo ya kumaliza vita mashariki mwa Kongo ili kuwekeza mabilioni ya dola kwenye eneo hilo lenye utajiri wa madini. Rasimu ya mkataba wa amani ilioonekana na shirika la habari la Reuters imebainisha kwamba sharti mojawapo lililoorodheshwa kabla ya kusainiwa ni kwamba Rwanda inatakiwa kuondoa wanajeshi wake, silaha na vifaa kutoka Kongo. Kwingineko, polisi mjini Los Angeles imeendelea kuwakamata watu huku makundi ya waandamanaji wakikusanyika na kukiuka amri ya kutotoka nje usiku baada ya siku 5 za maandamano ya kupinga kukamatwa kwa wahamiaji. Polisi iliwakamata watu 25 kwa kukiuka amri hiyo, huku ikitangaza kuwashikilia zaidi ya watu 500 tangu maandamano yalipoanza mwishoni mwa wiki. Awali meya wa mji huo Karen Bass alisema aliweka amri hiyo ya kutotoka nje ili kudhibiti uporaji na uharibifu wa mali. Vitendo hivyo vimekuwa vikishuhudiwa katika mji huo wa pili kwa ukubwa nchini Marekani na kuvuruga maandamano ambayo yalikuwa ya amani. Maandamano hayo yaliyoanza siku ya Ijumaa na baadaye kugeuka kuwa ya vurugu alimlazimu rais wa taifa hilo Donald Trump kuchukua hatua ya kupeleka jeshi kuyadhibiti licha ya gavana wa jimbo la California kupinga uamuzi huo. Na Umoja wa Mataifa umesema watu takribani milioni 1.3 wamelazimika kuyahama makazi yao kufuatia vurugu za mara kwa mara nchini Haiti. Takwimu hizo zinawakilisha ongezeko la 24% tangu mwezi Desemba mwaka 2024. Idadi hiyo iliyotolewa na watu waliopoteza makazi inasemekana kuwa kubwa kuwahi kushuhudiwa nchini humo. Amy Pope, mkurugenzi mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la uhamiaji IOM,
Amesema wengi wa watu hao wamelazimika kuhama makazi yao ya mara kadhaa na sasa wanaishi katika mazingira ambayo sio salama. Haiti, taifa maskini katika eneo la Caribbean linaloyumba kisiasa, limekuwa likipambana na magengi ya uhalifu yanayodaiwa kutekeleza mauaji, ubakaji, uporaji na utekaji wa watu. Mji mkuu wa Port-au-Prince ndio ngome ya mapambano kati ya polisi na magenge haya ya wahalifu, lakini vurugu hizi zimeendelea pia kushuhudiwa katika maeneo mengine ya nchi. Hilal Sefuriami, Mahasin TV. Shukrani sana Hilal Sefuriami kwa masimulizi ya taarifa hizo za kimataifa. Na mtazamaji wa Mahasin TV, kabla sijaweza kutia uto katika kapu la habari, tujikumbushe miongoni mwa habari tulizokuwa nazo siku hii ya leo. Bunge lafanya maboresho baadhi ya kanuni kuanza kutumika bunge la 13. Wananchi Lilomora wahamasishana kuunganisha umeme kwenye nyumba zao. Na katika rubaa za kimataifa, Marekani yataka Rwanda itoe wanajeshi wake DRC kabla ya kusainiwa makubaliano ya amani. Ni kushukuru sana tena sana mtazamaji wa Mahasin TV kwa kuweza kulifuatilia kapu la habari kuanzia mwanzo mpaka kufika hapa tamati. Mimi ni Saad Suleiman ambaye nimesoma habari za hapa nyumbani, na kwa upande wa habari za nje mipaka ya Tanzania tulikuwa naye Hilal Sefuriami. Kwa niaba ya timu nzima ambayo tumeshirikiana kwa pamoja kuweza kuliandaa kapu la habari, nikutakie utazamaji mwema kwa vile vinavyoendelea kutoka hapa Mahasin TV. Na kabla ya hapo, tupate utabiri wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya leo nchini TMA kwa saa 24 zijazo. Langu jina naitwa Godfrey Kazinja na kuwasilishia utabiri wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Mifumo ya upepo kwa siku ya kesho inatuonyesha upepo unatarajiwa kuwa wa wastani katika baadhi ya maeneo ya nchi, isipokuwa katika maeneo ya mwambao wa pwani ya Bahari ya Hindi upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa. Pia kukitarajiwa kuwa kuna mawimbi makubwa katika maeneo hayo. Mamlaka ya hewa Tanzania inatoa angalizo la matarajio kuwa na vipindi fupi vya uwepo wa upepo mkali pamoja na mawimbi makubwa yanayofikia mita 2 katika maeneo yote ya mwambao wa pwani ya Bahari ya Hindi. Ni vyema mtumiaji wa bahari na yule anayependa kuwa katika fukwe za bahari kuwa makini na angalizo hilo. Kwa usiku wa leo tunatarajia kiwango cha chini zaidi cha joto ukilinganisha na maeneo mengine ya nchi, kitu kufikia nyuzi joto 9 katika mkoa wa Njombe. Hali kadhalika kwa usiku wa leo tukitarajia maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki, mkoa wa Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, kutakuwa kuna hali ya mvua nyepesi japo ni katika maeneo machache. Maeneo mengine ya nchi yanatarajiwa kuwa na hali ya ukavu kwa ujumla. Na kwa siku ya kesho ni matarajio yetu nyanda za juu kaskazini mashariki, mkoa wa Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, jiji la Dar es Salaam pamoja na mkoa wa Pwani, kutakuwa kuna hali ya mvua nyepesi japo ni katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Sehemu nyingine za nchi zilizosalia zinatarajiwa kuwa na hali ya ukavu kwa ujumla. Na sasa tumalizie utabiri wetu kwa kuangalia matarajio ya siku 4 zijazo katika baadhi ya miji kuanzia siku ya kesho kutwa. Jiji la Dar es Salaam linatarajiwa kuwa na hali ya mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kwa upande wa mkoa wa Dodoma unatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Mkoa wa Mwanza unatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na hali ya ukavu. Kwa upande wa mkoa wa Kilimanjaro kiwango cha chini zaidi ya joto kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 17. Mkoa wa Mbeya kiwango cha chini kabisa cha joto kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 10. Hali kadhalika mkoa wa Morogoro kiwango cha chini kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 17. Kwa upande wa mkoa wa Arusha kiwango cha chini kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 13. Ni kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, tuna la ziada. Asante na nikutakie wakati mwema.
Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.